Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti mbalimbali za kimichezo na matukio mbalimbali yanapatikana ndani ya Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Kuelekea kwenye mchezo wa raundi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika, yani tunasema kwamba finali ya CAF Confederation League Cup au kombe la shirikisho barani Afrika ambao utachezwa tarehe 25 mwezi wa 5 2025 katika dimba la Amani New Complex visiwani Zanzibar. Uondo TV tumekuwa na aya ya kukuandalia juu ya kile kitu ambacho amekiandika mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba ambaye ni Mohamed Dewji. Amesema hivi: mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba Mohamed Dewji ameandika barua ya wazi kuonesha kusikitishwa kwa maamuzi ya shirikisho la mpira barani Afrika yani CAF kuchagua mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho kuchezwa visiwani Zanzibar, ambapo amesema hawajatendewa haki. Mo Dewji amesema kwamba juhudi kubwa zimefanyika kuhakikisha Simba inapata nafasi ya kuandaa mchezo wa marudiano katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini imeshindikana, ambapo ametupa lawama kwa matukio yaliyofanyika nyuma ya pazia, ikiwemo taarifa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kabla ya taarifa rasmi kutolewa na shirikisho la mpira yani CAF, ambapo mbali na juhudi zote kufanyika kurejesha mchezo huo katika uwanja wa Mkapa, CAF ameendelea kushikilia msimamo wao wa fainali hiyo kuchezwa visiwani Zanzibar. Nikimnukuu: bila shaka matokeo haya ni ya kusikitisha, si kwa Simba tu bali hata kwa mashabiki wetu na kwa wale wanaojitoa kwa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu binafsi, hatukutendewa haki, amesema Mohamed Dewji. Hata hivyo amesema kwamba klabu ya Simba haijawahi kutegemea mazingira ya faraja kupata ushindi, bali imekuwa chini ya shinikizo na kuendeshwa kwa imani na nguvu ya watu wa, ambapo amesema Zanzibar wanaenda kwa mujibu na sio kwa hiari yao, na wanaahidi kutimiza wajibu kwa dhamira na fahari. Barua inasema: ndugu zangu wana Simba, nawaandikia leo nikiwa na masikitiko, lakini pia nikiwa na imani isiyotetereka. Katika wiki chache zilizopita tumeshirikiana kwa karibu na taasisi husika kuhakikisha tunapata haki stahiki, fursa ya kuandaa mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho la CAF katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vigezo vilivyotolewa, kila hatua ya ukarabati wa uwanja ilifuatwa kwa umakini ili kuhakikisha unakuwa tayari kwa mechi hiyo ya fainali. Wakati huo, baadhi ya matukio yaliyotokea nyuma ya pazia yameacha maswali ya msingi. Taarifa zilianza kusambaa mtandaoni kabla ya taarifa rasmi kutolewa. Tulieleza wasiwasi wetu kwa uwazi. Na juhudi zote, CAF imethibitisha kuendeleza uamuzi wa kuhamishia fainali hiyo Zanzibar. Bila shaka matokeo haya ni ya kusikitisha, si kwa Simba tu bali kwa mashabiki wetu na kwa wote waliotoa juhudi kubwa kuandaa tukio hili katika historia ya Simba na Tanzania. Kwa mtazamo wangu wa binafsi, hatukutendewa haki, lakini nasema pia hatujakata tamaa. Simba haijawahi kuwa klabu inayotegemea mazingira ya faraja. Tunastawi chini ya shinikizo, tukiendeshwa na imani na nguvu ya watu wetu. Tunaenda Zanzibar si kwa hiari bali kwa mujibu na kutimiza wajibu huo kwa mshikamano, kwa dhamira na kwa fahari. Yaliyosalia tunamwachia Mwenyezi Mungu. Kwa wachezaji wetu, mnavaa nembo yenye historia. Ingieni Amani kwa vichwa juu, chezeni kwa ujasiri, kwa umakini na kwa utulivu kama mashujaa Simba mlivyo. Kwa mashabiki wetu, naelewa hisia zenu, nami pia na hisi hivyo, lakini sasa wakati wa kugeuza hisia hizo kuwa nguvu ya pamoja. Tujaze amani kwa moyo, kwa matumaini na kwa sauti. Tuwafanye wapinzani wetu waone na wasikie kishindo cha Simba popote tulipo. Asante kwa wadau wote waliowezesha safari hii, serikalini, shirikisho la mpira, vyombo vya habari na kila aliyeshiriki katika maandalizi ya mchezo huu.
Na kwa wote mnaotazama, uwanja unaweza kuwa umebadilika, lakini Simba ni yule yule. Dhamira yetu iko wazi, tunaelekea Zanzibar tukiwa tayari kupambana. Simba ni mfalme, anaweza kunguruma popote. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki soka la Afrika. Mohamed Dewji, rais wa Simba Sports Club na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Aidan Jeremiah wa Uondo TV.